au funguo za ugunduzi, funguo za ugunduzi wa ufalme wa hatima yako. Ushaandika kule mama, unaandika kwenye kama tumefikia. Leo unaandika kama tumefikia. Amina sana. Nilipokuwa nimekomea siku ya Alhamisi, Mungu alinipa neema ya kupiga hatua kubwa sana. Kuna mahali nilisomea. Nikasema vifaa vingi kutoka viwandani huja na namna au manual. Kila kitu ambacho kimetengenezwa kinakuja na manual ya maelekezo namna kitakavyotumika, ambapo ukifungua box la kifaa ambacho kimetoka labda Japani ama China ama Korea, kutoka Uingereza, ndani yake kuna manual ambayo manual inakupa mwongozo wa matumizi yake. Ili uweze kuishi kwenye warranty ya kile chombo, ni lazima ufuate yale masharti yaliyo kwenye manual, kitabu cha maelekezo. Wewe ukisomaji, kwa sababu wakati mwingine kimeandikwa kwa Kichina. Sasa wewe Kichina ukijui, wanakuambia friji ukinunua ikifika nyumbani mwako iache masaa 48 ili uitumie. Sasa inaandikwa kwa Kichina, wewe unafika unachomeka ule muda, maana yake umeharibu warranty yako. Kama walikwambia warranty miaka 2, nataka niwahakikishie ndani ya miezi 6 friji itapata shida. Utasema chombo hiki ni fake, kumbe wewe hujafuata masharti ya manual. Basi kama mtaki sasa, kila mtu ambaye ametoka mbinguni kwa jina lake, ndani yake kuna hatima Mungu ameweka, na maelekezo yako ya kihatima hayafanani na ya mwingine. Amen. Kanuni yako nayo unatakiwa kuifuata ili ufike salama kwenye hatima yako, haifanani na ya mwingine, kwa sababu utakachoishi katika uso wa nchi ni kile umekigundua kuwa ndio wewe. Hauwezi ishi maisha na watu wengine ambao sio wewe alafu ukawa wewe. I tell you the truth. The way utakaa na watu ambao sio wewe, ndivyo wewe utazidi kupotea. Narudia. Amen. Kwa ujasiri. Namna ambavyo utaendelea kuishi wewe na watu ambao sio wewe, wewe utaendelea kupotea na kwa mtu mwingine. Ila sasa ukiishi na watu ambao ni wewe, mbegu yako itaamka. Amen. Mbegu yako itachanua. Mbegu yako itastawi. Why? Because umekaa na watu ambao ni wewe. Kwa mfano, ukikaa na mtu ambaye ni wewe, hawezi kuzivunja nguvu za bidii ulionayo. Atakutia moyo, atakufariji, atakwambia maneno ambayo ni mepesi malaini ya kukuinua. Hawezi kuambia wewe vitu ambavyo vitakushusha. Huyo ni mtu ambaye ni wa aina yako. Kama kuna mtu ukiongea naye moyo wako unapata amani, inawezekana alichowekewa ndani yake na ambacho umewekewa ndani yako, hivyo vitu vinashabiana. Lakini kama unalazimisha moyo wako kuwa na amani juu ya mtu mwingine, nataka uniamini kwamba ni mtu mzuri, lakini vile alivyo sivyo wewe ulivyo. Alivyoniangalia huyu mama, ameniangalia hivi. Sasa ngoja nikushushe kwanza kidogo nikuone. Nione vizuri. Inua macho yako, fanya hivi tena niangalie. Ndio ninavyoongea kwamba watu wengi tunaojizungushia wakiwa si wenye kitu ambacho ni sawa na sisi, tutatoka kwenye makusudi rasmi ya Mungu. Sasa tufanyaje ili tukae kwenye mapenzi ya Mungu na makusudi yake? Tusome sana maandiko ya Biblia, yatatoka sio ndio mmanye buku yetu. Kwa mfano, unatoka hapa, si ndio? Unaenda dukani, si ndio? Unataka kununua simu. Utakuwa unajua ni jina gani la simu unataka. Akikutolea simu ambayo sio unayotaka, utasema mimi sitaki hii. Ingawa ni simu ila sio yenyewe unataka. Wewe unataka iPhone. Yeye anakutolea Tecno, unasema mimi sitaki Tecno. Mimi nataka iPhone. Anakwambia ndio iPhone. Aona, angalia nembo iliyo pale kwenye simu hii ni tofauti na unayomwambia. Unamwambia sio yenyewe. Ukiona anakulazimisha, utaamua kumwacha, utafuta mwingine mwenye kitu sawa na unachotaka. Umenielewa? Umenielewa vizuri? Aya, unatoka hapa, unaenda hapa kununua nini? Labda TV. Wewe unatoka hapa unataka kampuni ya LG. Unafika pale anakuambia LG ndio hii, amekufungulia Hitachi. Unataka ndio utanunua? Utakataa. Kwa nini? Kwa sababu nembo unayotaka sio hii.
Sasa ni lazima utafute watu ambao wana mwelekeo wa ndani sawa na wewe. Amen. Sio kila mtu mwenye anafanya kitu unachofanya mnaweza kushirikiana. Hapana. Na utasema kwamba huyu mzamaa anaamua kutenga. Mimi sikutengi. Nataka leo nielewe. Wahubiri wa injili ni wengi hapa Mwanza. Ni kweli? Ni wachache? Ni wengi? Manabii hapa Mwanza ni wengi. Ni kweli sio kweli? Lakini mimi siwezi kuungana na wao. Kwa nini? Kwa sababu mpaka nigundue huyu ananichonacho ndio tunaweza kuungana. Kama hauna, mimi hata kama unanishauri siwezi kuungana. Amina. Amen. Mzee, karibu sana. I am happy to see you here. Jamani, nimeelewa ndani. Lazima ndege wanaofanana waruke pamoja. Ukiruka na ndege msiyefanana na yeye, yani kunguru aruke na ndege wa kawaida wale wanaokula mahindi, wanakula na mpunga. Huyo atakuwa mboga saa hiyo. Wewe umejipangaje kwenda nje ya mandege usiofanana nayo? Hujajipanga. Kama hujajipanga, sasa unakufa mapema. Watakuwa mapema kwa sababu umechagua watu ambao sio wewe. Yesu wewe. Haleluya. Umenielewa wewe? Na umenielewa? Na umenielewa? Na wewe kaka. Safi. Na wewe kaka. Asante sana. Mungu mfurahishe jamani. Jamani nikwambie kitu. Monica, wewe unaenda na nani? Wewe unaenda na nani? Ni nani sasa? Nataka nisikie hapa sasa hivi. Nataka tuone. Tuambie. Wewe unaenda na nani? Na mimi unanipata? Sasa unichague sasa. Kwamba mimi naenda na wewe, unakokwenda na mimi naenda. Unakoelekea na mimi naelekea huko huko. Ulichopewa wewe na mimi nimepewa. Mungu wako ni Mungu wangu. Hata uchaguzi sahihi. Wewe unafuatana nani? Ninakoenda mimi wewe unaenda. Wewe una nani? Unabidi dada. Kwa kweli nimeshaongea na wewe uja mwingine kwanza. Esther, anakwenda nini na wewe? Sio kushauriana, mwenye chenye unacho. Wewe unapenda kuhubiri jini ukamate maji wewe na mchungaji. Sasa sio unapotea mapema. Yule ni mhubiri. Huyu ni mfanyabiashara. Nataka unisaidie. Bwana yangu. Mimi sijasema ujikague siku kwenye ugunduzi. Maana wewe ni ugunduzi nafundisha. Nikifundisha wewe unagundua kwamba mimi niko hapa. Nataka mimi niwe na moto wa maombi. Lakini rafiki yako wa karibu sana ni yule ambaye yeye anashinda kwenye biashara asubuhi mpaka usiku. Alafu you need to be powerful in prayer. Huwezi pata hicho kitu kwa sababu hujazunguka na huo moto. Unataka kuwa mwombaji, lazima uwe na mtu wa aina ya kuomba ambaye atavuvia uwezo huo kwako. Kwa kuwa utakuwa unaona chenye unataka nacho. Kwa mtakuwa mnaelekezana mahali ambako wewe unaelekea na yeye kanakoelekea. Basi itakuwa mnielewe mtafanya sasa. Wewe mpiga tu. Na nataka uone kitu hapo. Gari sawa inatumia kimiminika. Lakini huwezi kuiwekea maji kwa kuwa inatumia kimiminika. Kuna aina ya kimiminika inakihitaji. Kikisha kuja hapo ndio inapata uwezo wa kuoperate namna ilivyotengenezwa. Sasa na wewe ni aina ya chombo cha Mungu, kinahitaji aina fulani ya mafuta, aina fulani ya neema ili kitende kama kilivyokusudiwa. Amina. Amen. Umenielewa? Amina. Umenielewa mimi ninachosema? Amina. Unahitaji aina ya mtu. Unahitaji aina ya maneno. Unahitaji aina ya ufahamu. Unahitaji aina ya maarifa yatakayokuhuisha kukuleta pale unapotakiwa kuwepo. Sasa sio kila maarifa yanakufaa. Neno
linalofaa ni neno ambalo lina pumzi ya uhai ndani yake. Biblia inasema hivi, kila neno lenye pumzi ya uhai ndani yake lafaa kwa mafundisho. Kumbe kuna neno ambalo halina pumzi ya uhai ndani yake, ukilipata unakufa. Na nikisema kufa, wanawaza kufa kimwili tuwazike, kufa kiroho. Rafiki yangu, wewe ni chombo gani? Okay. Oven inatumia umeme kupika. Na sigi inatumia umeme kupika. Sasa chukua mkaa wewe kwenye oven. Upike, kwa sababu inataka moto. Oven inataka moto na sigi inataka moto. Sasa chukua moto wa sigi weka kwenye oven. Utuambie nini kitatokea? Nakupa picha ya vifaa. Wewe ni chombo cha Bwana. Mimi nasema wewe ni chombo cha Bwana. Kwenye nyumba ya Mungu kuna vyombo vingi. Kuna vya miti na kuna vya chuma na kuna vya dhahabu na kuna vya thamani na ambavyo havina thamani, kuna vyenye nguvu na kuna vinyonge. Wewe ni chombo gani? Ukiwa chombo chenye nguvu, ukapokea habari za mambo manyonge, unakuwa mnyonge ingawa una nguvu. Kwa mfano Gideoni, Waamuzi 6:13. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 13. Gideoni yeye ni shujaa, amekaa na watu wanyonge. Kila siku anaongea maneno ya kinyonge. Haikumsaidia. Unyonge waliokuwa wanauzungumza na usikia, ulimhamisha moyo wake, naye akawa mnyonge kama waliomzunguka, mpaka siku ambayo alikutana na anayeongelea uwezo alionao ndani yake, akaamka. Na kuombea kwa jina la Yesu, Mungu leo ainue uwezo wako ndani kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya sana. Uwezo wako ulionao ndani yako unauliwa na aina ya marafiki ulionao, kwa sababu lugha yao sio lugha yako. Hatima yako sio hatima yao. Ndoto zako sio ndoto zao. Kwa hiyo nyakati zote wamekuwa wanakuongelesha wewe kama mwanadamu wa mwilini, na wewe ni mtu mwenye asili ya rohoni. What we can do? Tunafanyaje bwana? Mimi sitaki kukaa hapa. Ndio kaa hapa. Hapa. Unakuona nikutoe na mfano. Muda sio mrefu. Haleluya. Nimesemaje mimi jamani? Kwa mfano, nitoe mfano wa haraka. Si ndio? Unakaa na mtu anakuambia hivi. Yaani wewe, una kitu kabisa. Yaani wewe hamna kitu. Wewe ni bure, wewe ni zero. Yaani hata ungepambanaje, wewe huwezi kuja kufanikiwa wewe. Anakuambia yaani wewe, hata kama tungekupa hela, wewe huwezi fanya biashara wewe. Utafanya tu, utaharibikiwa tu. Yaani wewe hata hapo unakaa kibahati tu. Yaani wewe, basi tu unakaa unaishi kimanusura. Una jida lolote. Ni maneno anayokuambia kila siku yanayokudhoofisha. Huwezi kuja kupata kitu kizuri, kwa sababu uwezo wako kila akikwambia unaenda kujikagua. Yaani kweli mimi mjinga wa kiasi hiki, naonekana kama mimi mjinga sana. Yaani naonekana kama mimi mtu ambaye sijali. Ndio maana mimi nashauri ukikaa na mtu ambaye anakuchallenge kwa namna ya kudhoofisha bidii zako, huyo mtu mweke mbali na wewe. Amina. Wewe utakuwa ni aina ya chombo ambacho hakitaki kukaa na hicho chombo. Hicho chombo kinataka vyombo vingine ambavyo sio wewe. Sio, umenielewa ninachozungumza? Sasa ili uweze kwenda mahali pazuri, unakutana na mtu ambaye anaongelea uwezo wako wa ndani. Akiongea unasikia wewe unaamka kwamba kweli mimi leo sio mimi huyu ninachojiona, na kwa sababu ya maneno haya ninasikia kweli ndani yangu mimi nina uwezo, mbona na uwezo wa kufanya kitu kikubwa, lakini mbona ndio wananidharau, wananiambia siwezi tu. Kwa sababu ndio nao hawatambui thamani yako. Na ni vizuri sana yeyote unayekaa naye asiyetambua thamani yako, fanya namna yoyote inavyowezekana umweke mbali na wewe. Watu wasioijua thamani yako hawawezi kukuinua. Yaani uwezo wako wanaouona ni wa kudeki, kupiga deki nyumba, kusafisha vyoo, kuosha watoto na kupika. Ndio uwezo wako. Ukitaka kufanya jambo lingine juu ya hilo, wanasema wewe uwezi, wewe uwezi bwana, utaharibu wewe. Kuna mtu anakuambia jaribu hiki kitu
Jaribu, unaweza wewe, unaweza. Mtu yote asikudofisha, unaweza. Yaani unaweza wewe. Unaenda kwa ujasiri. Ndio maana Daudi alipokuwa anaenda vitani, kaka yake anamwambia, wewe ni mwenye roho mbaya. Umekuja hapo upate habari za vitu wewe kutusengenea. Maana huku sio kwako umekuja. Anaongea maneno kueleza una roho mbaya wewe. Umeacha wapi mbuzi? Unanuza mbuzi, mimi nimekuja vitani. Jamaa anashangaa. Anamwambia hivi, wewe umekuja, yaani kufikiria. Anamwambia wewe huku kutakiwa kuja. Takiwa ndio ukae kule mbali, ukae kwenye mbuzi. Jamaa anajiuliza, mimi nilivyo sasa hivi na mbuzi, mimi nimeshazidi mbuzi. Muda huu mimi naweza kupiga watu nikatangaza taifa langu. Wewe unataka kunipeleka kwenye mbuzi. Mimi sio wa mbuzi muda huu, lakini akubishana na naye mkataa, alimtafuta anayeweza ongea kitu. Moyo wake akabeba ile dhamira ya alichokichagua. Sio unanielewa ninachoongea wewe? Alipoongea na ndugu yake akamwambia, wewe nakujua, nia yako naijua, ubaya wako naujua, umeacha mbuzi umekuja hapa unatafuta tu maneno na habari. Akasema, mimi sijakufuata wewe. Wewe ndio na shughuli zako. Akamtafuta mwingine mkaka, akamuuliza, kaka, hebu nieleze hali ikoje? Ndio akasema, wewe umekuja huko, hapa kuna vita kubwa. Kuna Mfilisti mmoja ametuna, anatukana majeshi ya Bwana. Akamwoji, je, atakayetokea akapambania hiyo vita inakuwaje? Jamani, namueleza vizuri. Nikamwambia hivi, atakayetokea akampasua mfalme na hadi ameiahidi, ingawa hajasema ni nini. Je, naweza kukutana na mfalme? Akasema, mfalme unakutana naye na kufanyia mchakato. Lakini yule wa kwanza alimdhoofisha kwa kumwambia maneno yasiyomuinua. Wa pili akamwambia maneno yanayomuinua, akatiwa nguvu. Alipokuwa akisema na mimi, roho ikaniingia. Sasa kuna watu unaosema nao, roho ya udhaifu inakuingia. Kuna watu ukisema nao, roho ya aibu inakuingia. Wewe niangalie mara mbili kama unijui, ndio mimi nakwambia. Kuna watu ukiongea nao, ubaya unakuingia. Ukiongea na watu fulani, hasira inakuingia. Akikupigia tu kaongea naye, simu akikata, moyo wako umevimba. Una hasira kubwa. Kama unaona kama mtu ni mmeze, ni mtu yeye mwenyewe ana lilora la hasira, amekuongelesha na wewe limekuingia. Hata kama yaani kuna neno moja atakuja ateleza akwambia ambalo ulikuwa hutaki kulisikia. Moyo wako unasema ananichukuliaje? Unahama kwenye kufikiri vema, unaanza kuona vita, unapata hasira. Unarudi nyumbani hawajakukosea. Wanaongea sema nitapasua nyumba nzima. Nini kimetokea? Umeongea na mwenye hasira, umekuja nayo mpaka nyumbani. Ni nani yuko karibu yako ili aongee wewe uyuke? Ni nani aliye karibu yako aongee upate wazo jipya? Tembea na mwenye hekima nawe utapata hekima. Hekima inaniingiaje? Anapoongea kuna roho inaniingia. Kaa na mwenye maarifa nawe utapata maarifa. Napataje maarifa? Maarifa yananiingia anapoongea mambo ya maarifa, inakuwa sehemu ya ubongo wangu kusafishika na kupata upya wa maarifa. Sasa wewe nani anakuzunguka? Umekaa na watu miaka 20, wewe unapungua kila siku. Umeungana nao ukiwa vizuri, leo hii hata cha kuonyesha haoni. Wewe mama, una matatizo gani ya kichwa chako? Au ni kibomboyo? Tumetoka mbali. Tangu mlipotoka mbali, imekusaidia nini? Huyo ni rafiki yangu wa ujana, imekusaidia nini mpaka saa hii? Yeye ndio anaongea na wewe. Mmetoka mbali, imekusaidiaje? Mtoke hapa msingizie kwa kweli baba leo anatufundisha tuache watu. Sijakwambia waache watu. Tafuta watu ambao ni aina yako. Uwezi kukuta simu ya Samsung kwenye box ya Tecno, uwezi. Inajua inapatika kwenye box yake. Na ukienda kununua simu ya Samsung ukachana box Tecno imeandikwa, utasema, "We, mlichanganyaje haya mambo?" Hata anayeuza atashtuka na wewe mnunuzi utashtuka, na kuanzia hiyo siku huwezi amini hiyo duka, huwezi. Yaani box imeandikwa imeandikwa box Hisense fridge, unaichana ndani yake unakuta fridge imeandikwa Lodge. Hiyo kitu unaifanyaje mama? Na umeshafika nyumbani na fridge ni ile ile, milango miwili ile ile, unanielewa? Yaani vyote ni ile ile, ila jina inaposema sio ulilonunua box stop. Yaani
hautaelewana na muuzaji, utaibeba, utairudisha. Hakuna lugha atakayokuambia ukamuelewa mpaka akupe ile ambayo wewe unaona majina yake kwenye box ndio majina ya ndani. Na kama mfano hai uweze kuelewa. Si ni sawa? Sasa wewe nikwambia kitu. Kwenye box lako hapa nje umeandikwa Edina, nje huko ndani. Ndani yako kuna somaji na nje kuna somaji. Siku moja nilinunua simu ya Samsung, sawa? Na iwasha hivi. Bodi pale ni Samsung. Imeandikwa Samsung pale juu. Na washa sasa. Ili kilichoandikwa kwenye simu hapo juu ndio kisome hapa ndani kwenye ubongo wa simu yangu. Nawasha simu inaandika kitu ambacho ni lugha mpya. Inaandika Kichina fulani na Kiingereza ambacho hakieleweki. Jina la simu hiyo haiji. Yaani naanza kumuuliza hii simu ni ipi? Wakati jina inalo. Yaani jina inalo alafu nahoji, wewe hii ni simu gani? Anaambia ni Samsung. Mbona hilo jina halijaja hapa? Ubongo wa simu sio jina la nje. Kwa hiyo lazima uwe makini. Unapokuwa unajitafuta ndani yako vile ulivyo, iwe ni sawa na watu wanakuzunguka, hiyo ndio itakuwa piga hatua. Lakini kama unajizungushia mbuzi na kondoo, huwezi kuwa simba wewe. Yaani tujaribu kuwaza pamoja. Kwenye msafara wa pundamilia, ukimwona pale chui unafikiriaje? Chui amekuja kuwinda hapo. Hajaja kusogeza farasi punda zile zene mahali pazuri, amekuja kuzimaliza. Si ni kweli? Kwa na wewe kuna nataka kuangalia naona wewe ni kondoo unambwa mwitu. Na najua huyo lazima aliwe. Na kwenye kuliwa hautajua kwa sababu unaliwa moyo. Yana kuongesha maneno ambayo moyo wako unakuwa unaminywa kidogo. Moyo wako unaminywa kidogo. Moyo wako unaminywa kidogo. After 1 month, after 2 months, after 3 months, wewe uliyekuwa una ujasiri wa kupiga mapepo masaa 5 una nini kimetokea? Una watu ambao waombi ndio wanakuzunguka, wanakuongelesha mambo ya mwilini kila dakika, huwezi piga hatua. Napigaje hatua sasa? Lazima ubadilishe cycle yako, sekula yako ya mzunguko wa kimaisha ibadili. Usipoibadili, si utaniambia mimi niko hapa na kuona niko hapa mimi na kuona. Mtu ambaye yuko kwenye upinzani hajawahi kukubaliana na nguvu za Mungu, hajawahi kukubaliana na upako wa Mungu, hajawahi kukubaliana na neema ya Mungu. Kila ukiongea naye anakosoa tu mambo ya watumishi, anakosoa mambo tu ya wachungaji, anakosoa mambo tu ya mitume, anakosoa tu mambo ya manabii, alafu ni rafiki yako na wewe unataka kumuona Bwana. Huwezi kwenda. Yaani utajikuta na wewe unahama, yeye atakuwa anakosoa kwenye mdomo, wewe ukosoi kwenye mdomo, unakosoa kwenye moyo. Nasema hili jambo alilofanya si ndio kwanza rafiki yangu umeshaenda. Moyo unakosoa unaongea kitu kingine. Sasa nakusaidiaje mama? Nikusaidieje? Made in heaven ambaye ni wewe unakutana made in Tanzania, inakuaje? Inakuaje hiyo? Made in Tanzania, made in China. Wewe utaamini kama hicho chuma ni original? Ya unashangaa Samsung imeandikwa made in Tanzania. Mimi sielewi hiyo simu utaifanyaje? Tujaribu kufikiria. Manufactured by Tanzania, unasema hamna hiyo original. Ni kwa nini? Tanzania ina ujanja. Wazee ni wajanja. Wabibi ni wajanja, unasema hamna, hao ni wajanja. Mimi si nusu Tanzania. Unaacha soko lako, unanunua soko la wengine kwa sababu ya uhakika wa ubora. Inakuja iko juu. Sasa wewe unanunua bora na unanunua nini? Jina. Wewe ni made in wapi? Made in Tanzania. Made in heaven. Unaweka gani? Sasa watu wa mbinguni uliozungukwa wewe na wewe, mnaongelea mambo ya mbinguni pekee yake na nani? Tajia wanne. Uliozungukwa nao unaongea vitu vya mbinguni pekee yake. Kama wewe ni made in heaven, lazima uzungumze lugha ya huko. Uzungumze mifumo ya huko. Ufanye maelekezo ya huko. Ili usije ukamezwa na mioyo ya wale ambao is not your mate. Amina. Kanada, are you getting it?
Au naongea lugha hiyo, lugha ni pana kweli ambayo hawezi kuelewa. Mbona nimetumia mifano miepesi tu? Zakaru, wewe ni mada ni Tanzania au ni heaven? Aya ni yeye ni matengenezo kutoka wapi? Mbinguni. Sasa kwa nini wewe una watu wanaozungumza na wewe vya mbinguni, una wanaozungumza na wewe vya duniani? Ndio maana wanadamu wenye mwili hawakai rohoni. Nini atuwakalishi rohoni? Watu walionao wengi ni wa mwilini. Wanaongelea mwilini ili uwe rohoni mpaka ujitenge baadaye. Baba, nimekuja nikusikilize. Kwa nini umsikilize? Hutaki kusikia sauti za watu ili usikie Mungu. Lakini jambo hilo halihitaji ujitenge, linahitaji kuwa yako kila siku. Sio wewe hapa duniani ni mpitaji, wewe ni wa mbinguni. Kama ni wa mbinguni, lazima taarifa zote za mbinguni uwe nazo. Unazipataje sasa? Ni kujizungushia watu wanaoongea lugha ya ulikotokea, hawaongei lugha ya uliowakuta katika uso dunia. Haya makofi, nafikiri kuna kitu kimeongezeka. Basi naomba nipige hatua kidogo. Haleluya. Kitabu cha Nehemia nilikifungua juzi, nikasoma sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 5, na nikasema kwamba huwezi kuweka moto mahali ambako sio pametengenezwa kwa ajili ya huo moto, utaleta uharibifu. Mnisikia kitu? Sasa basi, naomba uone kitu. Nehemia alikuwa na sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 5. Nehemia, sema Nehemia alikuwa ni mtumishi wa Mungu aliyekuwa kwenye madhabahu ya ufalme wa Artashasta anamtumikia. Yeye analisha ikulu. Nilielezea vizuri ile Alhamisi kwamba mtu yeyote anayelisha ikulu, yeye anakuwa ameaminiwa kuwa mbadala wa uhai wa wewe kiongozi. Ukiona mimi nakuita wewe kula kwanza hapa mimi ndio nile. Mbingu zinakuwa zimekupa dhamana ya usalama wa uhai wangu. Na by the way, mimi siri kila kitu. Kama una habari. Mimi siri kila kitu. Kwa sababu mimi najua ni made in heaven. Mimi si kama taifa la Tanzania hapa. Vitu vingi vya duniani hapa mimi vinasumbua. Kweli. Watu wa Mungu. Mpaka maana ananiambia, "Tumbo lako hivi vipi?" Alivitambui vitu. Kabisa. Baba, tumbo hivi liko sawa, ile kuna vitu alivitambui ambavyo mimi navilazimisha. Alafu mimi alivijua kwa ajili yangu, nimevijua kwa ajili yenu walioamini. Sasa basi, nikasema hivi, yule bwana ambaye alikuwa ni Nehemia, yuko kwenye meza ya mfalme analisha, ananywesha. Sasa akaandaa meza yake vizuri, akamletea mfalme ili anywe. Sura yake inacheka, moyo una huzuni. Nini kinamhuzunisha? Amegundua ninachokifanya sasa hivi sio jambo la kiyatima. Analipwa hela nzuri, anakaa nyumba nzuri, anatembelea usafiri mzuri, watoto wako kwenye mashule nzuri, lakini yeye ndani yake anaona jambo hili ambalo nimelikalia hapa haliwezi kunipeleka popote, kwa sababu sio miongoni mwa vitu vyangu vya kiyatima. Anamwambia mfalme hivi, "Mfalme, mimi bwana, nina jambo nataka nikueleze." Baada ya kumuuliza kwamba wewe kwa nini unahuzunika, akamwambia sina huzuni. Akasema nakujua, furaha yako ya ndani ikitokea huwa kuna namna uso wako unafanana. Leo una sura ya uso ya ndani sijaiona. Akamwambia nina mzigo ndani. Nini kimetokea? Ingawa niko hapa na kutumikia wewe na ninapenda hivyo nikutumikie, lakini nina kitu ambacho mimi nasikia ndani kinanisukuma kukifanya. Unasukuma na nini kaka? Anamwambia wewe, mimi nimegundua kwamba nimezaliwa katika Yerusalemu, hapa niko mateka utumwani, lakini mimi Mungu amenileta duniani ili nijenge mji wa baba zangu. Kwa hiyo naomba kibali, uniruhusu kwa amani mimi niende niwajengee wazazi wangu mji wao Yerusalemu. Naenda kuijenga, nijenge ukuta uliobomoka, makaburi yaliyofagiliwa yote niyarudishe. Ndio kazi yake. Mfalme akamwambia jambo hilo nyumba sio baya, nijenge. Amegundua. Kama asingegundua angeendelea kubaki ikulu anakula na kunywa, alafu ndoto yake haitimizi. Na akifika mbinguni anaulizwa, "Nilichokutuma sio kufanya." Sasa nataka uniambie wewe, unachokifanya ndicho Mungu alichokutuma duniani? Sawa my dear? Are you okay? Unanisikia lakini? Uwe okay lakini pia ushike kitu. Nauliza wewe, sawa, unachofanya wewe ndio Mungu amekutuma duniani?
hajui alichomtuma. Unaona sasa hajagundua. Na nikasemaje? Chochote ambacho hujakigundua hakiwezi kukupa matokeo. Nini maana yake? Chochote ambacho kinakupa matokeo ni kile ambacho umekijua. Unachojua ndio kinachobadilisha hali yako. Mimi hapa unavyoniona, mabadiliko yangu yanayoendelea leo kwa leo, kesho kwa kesho, kesho kutwa kwa kesho kutwa, ni yale ambayo Mungu ananipa kuyajua kwenye ugunduzi wa hatima nilionayo. Full stop. Niseme ama niseme? Wewe umegundua nini? Tangu nimeanza kufanya somo la ugunduzi wa hatima, wewe umegundua nini? Huyu jamaa amegundua kwamba mimi sio wa kukaa hapa meza na nywesha wafalme. Mimi natakiwa nini? Nijenge mji. Yaani yeye ni mtu wa kujenga. Yeye ni mji. Yaani yeye ni mji. Alafu yuko kwenye mji wa mwingine. Mungu anamwambia na kutoa uende ujenge mji. Akamwambia mfalme hivi, sasa basi, kwa sababu mimi nataka niende na nimekaa kwako natumika, hiyo kazi ambayo Mungu amenipa sitaiweza, maana gharama sina. Ila hesabu muda niliotumika na wewe, gharama hizo unipe mimi nikajenge kwa baba yangu. Wasomee wamekataa kunielewa. Wasomee wanielewe. Esther, hata kitabu hujafungua. Soma haraka. Haleluya. Amen. Unaelewa kweli wewe? Na moyo wako unabarikiwa kweli? Amen. Kutoka ndani au kutoka nje? Amen. Ndani ya sangapi wewe? Ni kutoka nje. Mimi sinaona unabarikiwa kutoka nje. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Aha. Ikawa katika mwezi wa Nisani. Ikawa katika mwezi wa Nisani. Mwaka wa 20 wa mfalme Artashasta. Mwaka wa 20 wa mfalme Artashasta. Na divai imewekwa mbele yake. Na divai ilikuwa imewekwa mbele yake. Nikaishika ile divai. Nikaishika hiyo divai. Nikampa mfalme. Nikampa mfalme. Nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme. Yaani muda wote ule wa miaka yote 20 ya mfalme, jaribu kuwaza miaka 20 ananywesha meza. Alafu hajawahi kuwa na huzuni. Leo imetokeaje? Umegundua. Yes. Kitu ambacho unakifanya kinakupa amani. Mungu akitaka kukuhamisha hapo, utakosa amani bila hiyo kitu. Amen. Andiko ile ndoto. Mama, mama, unasikia gani? Mbona leo unasikia? Hebu niangalie vizuri kuona. Mbona leo unaona asikia mama? Unasikia kweli? Una raha? Humu ndani. Kabisa. Hebu tabasamu nijione. Wow, hapo sawa. Nimeelewa. So, chochote ambacho Mungu anataka kukuhamisha hakitakupa amani. Yaani umekuwa unakifanya kwa raha, unakifanya kwa amani, unapata faida. Ghafla ile amani inapotea. Mungu hataki kuongea sana. Ndio ameshakataa kwamba hapo sio kwako. Haleluya. Baba, nilikuwa nafanya biashara lakini nakosa mzigo wa hiyo biashara. Hebu Baba niambie Mungu hapa anasemaje? Hivi mbona Mungu anamdhabisha wewe? Mungu aongea mara ngapi? Si ameshaongea. Kwamba hilo jambo sio kukosa amani, ni lugha ya Mungu. Nikafundisha Jumapili, nitakuwa ile asubuhi, baada ya asubuhi nitakuwa nafundisha kwa habari ya viwango vya maombi. Alafu ndio nikufundisha kwa habari ya kwamba Mungu huwa anasemaje kwa njia ya ishara. Mungu anaweza asiongee na mtu wala asiongee na wewe. Akakupa ishara za kumaanisha jambo hili ni sahihi. Na hajasema na mtu. Hiyo wewe ukitazama unajua hii ni lugha ya Mungu. Amina. Sasa umejishikilia jamani. Tufanyeje sasa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Niende mbele nirudi nyuma. Twende mbele. Aya anasema miaka 20 jamaa yuko kwenye ufalme, anakula, anakunywa, anaishi vizuri, ameoa, amezaa watoto, ana amani. Ghafla kwenye mwaka wa 20 sijui na ngapi amani ikapotea. Amina. Akapata huzuni kwenye jambo ambalo lilikuwa linampa furaha. Na vile alivyokuwa anapata kwenye hiyo kazi, unajua hajafungwa, baada anavipata. Lakini hana raha. Amina. Tunafanyaje sasa? Mimi hujanikosea. Hujanifanyia kitu kibaya. Sina amani. Maana yake ni nini? Ama una jambo baya unapanga kwa siri, ama tarehe yako ya kufa imekaribia. Sasa uchague moja. Uje tutengue kifo, urudi kwenye msingi, ama tukuache ufe, tukomboleze. Wewe unachagua nini? Soma Esther. Mstari wa 2. Basi mfalme akaniambia. Mbona umesikitika uso wako? Mbona uso wako umesikitika? Nawe una ugonjwa? Nawe ni ugonjwa gani uliokuvamia hapa mezani? Nini hii? Unakuaje Ikulu? Haya maneno anaongea na huyo jamaa wako Ikulu.
hawako uraiani, ni Ikulu. Nehemia anaongelea Ikulu na mfalme. Ndio. Kwenye mwaka wa 20. Ndio. Anasema sijawahi kuwa na huzuni, lakini ghafla huzuni ukaonekana kwenye uso wake. Ikawaje? Nini hii? Ni nini hii? Isipokuwa ni huzuni ya moyo. Isipokuwa naloliona kwenye uso wako hapa, ndani yako kuna changamoto. Ndipo nikaogopa sana. Ndipo moyo wangu kaogopa kwanza kumweleza. Ninaanzaje kumwambia jambo hilo ikiwa nimekaa naye miaka mingi na ndiye anayeniamini. Sasa kuaminika hakuzuia hatima. Niko kwenye kazi fulani, kampuni inaniamini, taasisi inaniamini, watu wananiamini, bosi ananiamini, mkurugenzi ananiamini, jambo hilo litakufunga. Anakuamini ila una hatima inakutaka. Anakuelewa lakini na hatima inalitaka. Lazima uwe tayari kufuata dhamiri ya moyo wako. Soma haraka, soma haraka. Nikamwambia mfalme, mfalme na aishi milele. Mfalme na aishi milele. Kwani uso wangu usiwe na huzuni? Kwa nini uso wangu usiwe na huzuni unachoniuliza wewe? Iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu, ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa, hamna watu. Na malango yake yameteketezwa kwa moto. Amegundua. Yeye ndiye aliyepaka mafuta katika Israeli nzima. Aenda jenge mji wa Yerusalemu kwenye wakati ule. Alafu yuko kwenye kula na kunywa, unanielewa? Alafu mahali ambako yeye alitakiwa awe wanahangaika. Huwezi kupata amani. Ndio maana unaweza kuwa hapa mjini, unapambana. Wewe maisha yako ni magumu sana wewe. Lakini ukiwa hapa, wewe mawazo yako unawaza, wadogo zangu shuleni inakuaje? Mama inakuaje? Yeye mwenyewe yuko kijijini analima na unaamini mashamba yote yanazaa. Ila wewe ambaye hata pa kulala hauna uhakika, unawaza kwa habari ya nyumbani. Wewe umewekwa kama mlango, uinue familia hiyo na heshima na nguvu. Ndio mama unakosa amani, kwa lazima utafute sana hela. Sasa wewe umesahau bwana. Umeanza kuambatana na watu ambao wana mizigo ya familia. Ndio marafiki zako sasa hivi ambao wakipata 10,000 wanakunywa soda zote zinaisha. Wewe unatakiwa uigawe mara 3. Ubaki na 3,000 ya wanafunzi, 3,000 ya mama. Sasa unajiunga na mtu ambaye hana huo mzigo. Maana yake mwisho wa siku wewe utaanza kudaiwa na Mungu kama nilikuweka kwenye familia uwe rango. Leo inakuaje mama unafanya sahihi? Kwa hiyo ukiwa hapa mjini mama, jaribu kufuatana na watu ambao wanafanana kwanza sana na mzigo wa ndani yako kuhusu maisha yajayo. Leo hii hauna kitu. Hauna hata 100. Niamini basi rafiki yangu. Hauna hata 100 saa hii ninapoongea na wewe. Lakini familia yako ina imani na wewe ya ajabu sana kwamba siku moja mtoto wetu fulani atatusaidia. Wana imani. Alafu wewe mwenye ambao wana imani na wewe sasa mjini. Wewe umekamatana fulani. Huna habari. Mnaenda tuko kwenye movie. Mnalikana kwenye mpira. Huo sio mzigo wako kaka. Wewe una mzigo wa mama yako baadaye. Una mzigo wa wadogo zako baadaye. Yaani wanakutegemea. Sasa wewe umeenda umesahau kabisa hali ya kufight. Ukawa serious kwenye maisha. Uko Simba na Yanga. Wewe unaongea Simba na Yanga anaingiza hela. Halafu mama yako anaadhirika kijijini. Unafanya nini mjini? Niongea kwa uchungu moyo unaniuma. Mimi niko hapa mama. Mimi ndio sauti ya familia. Mimi niangalie kwanza jamani. Mimi ni sauti. Mimi ni mwamuzi. Mimi ni jicho. Mimi ni madhabahu. Mimi ni chakula cha familia. Mimi ni mavazi ya familia. Sasa nikiwa hapa mjini natakiwa niungane sana na mtu ambaye ana mzigo kama nilioubeba. Tupeane mbinu tunasaidiaje familia? Tufanye nini cha haraka kitupe hela ili tukwamue uchumi wako wa familia yetu. Sasa sitakupata niko na mtu ambaye tunashinda tumekaa kwenye karavati barabarani. Ananiambia tusubiri malaika atakuja. Atatuambia malaika tutaelekea kushoto. Naona kubaliana tusubiri malaika. Wewe kusubiri malaika wewe. Wewe utajibu kusubiri malaika, wewe unataka malaika umfuate njiani utakutana naye kule mbele. Ninaongesha mbaya kwa kweli. Sasa bwana mpige makofi. Bwana ongea vizuri mzee Karuma ya leo. Mtu yuko kazini. Analipwa mshahara 1,500,000. Ndio. Si sawa? Ndio. Anapokea mshahara si sawa? Ndio. Tarehe 24. Ona sasa. Tarehe 25. Hana hata 100. Lakini ona hela yake bwana
hata 100 haijaibiwa, hana chuma ulete, hela imegawanyika, ameweka kwenye familia yake 500 peke yake, ameemea chakula. Nitakuwa naongea na mtu by the way, ameemea chakula cha familia cha mwezi mzima, kuanzia tarehe hiyo 24 mpaka 24 nyingine. Ameweka mafuta ya kula, ameweka mafuta ya kujipaka, ameweka sabuni za kutosha, ameweka na nini na nini. Akimaliza sasa, huyo ana milioni yake ni akiba. Sasa huyo baba au huyo mama, unanielewa, anaanza kuwaza mama atapigaje hatua ya huu mwezi. Anasema lazima nitoe ya tatu, anaikata pale, anaituma mdogo wangu huyo chuo kikuu au yuko shule ya msingi fulani au nini na nini, anavukaje mwezi huu, akatuma anatoa 200. Wewe ndio wewe sasa kwenye familia na kutegemea. Huko mjini unafanya mchezo. Inakuwaje? Lazima ubadilishe mtazamo, ugundue kitu. Kwamba mimi sio wa hivyo. Unapata hela zote zinaisha kwenye matumizi ya siku. Ni siku hii ya tarehe 24 umepata, 25 zimeisha. Kwa hiyo likitokea jambo lolote la dharura kutokea tarehe 24 mpaka tarehe 24 nyingine, wewe hautakuwa na hela ya kutatua, utaenda kukopa. Alafu sasa ukishapata mshahara wako, ina maana bajeti yako haitoshi. Kama hela ilikuwa inaisha kwa siku moja, unapata hela ambayo inaisha kwa siku moja na ina madeni juu yake. Maana yake ni kwamba utajikuta, sema wewe unaogelea madeni mwezi kwa mwezi. Lakini ujiulize, unatumia kubaya hela, unachezea hela, unaonga, jibu ni hapana. Jibu ni kwamba wewe una mzigo mkubwa wa watu wanaokutegemea na haujagundua unafanya masiara. Sasa nikusaidie wacha masiara. Ndio. Ndio. Usiweke fedha ya mshahara wako kuwa matumizi ya familia yako. Iwekeze fedha ya mshahara ili izae faida ya familia yako. Amina. Nirudie tena. Kwa sababu wakati naongea mwanzoni kuna mtu anataka kuninukia nipige kichwa. Anasema wewe unatuambia nini? Nawaambia hivi, fedha ambayo unalipwa itengenezee mazingira ianze kuzaa. Hata wewe usitegemee, iwe kama akiba ya tahadhari. Alafu utakachowekezea ndicho kizae fedha ya kutumia wewe na wanafamilia wako. Kama naongea na mtu ambaye leo anataka kuwa katika hali fulani nzuri. Ukipata 500 ukatuma nyumbani 500 hiyo, mwezi utaisha bado wana shida. Lakini ukiwekeza 500, si sawa? Alafu kila wiki ukawa unatuma 50,000 kwenye faida yako, familia itaona amani na itatumia budget kwa usawa kulingana na kiwango unachotuma kuliko kuharibu mapato yako. Sawa, sasa. Kama utaki udongo huu na mchanga huu, utakuwa mashahidi wa maneno yangu niliyokuambia leo. Kwa hiyo tuendelea kuharibikiwa kiuchumi, baadaye tutakuwa tunaita ni nini? Ni ujinga wa mtu. Maana mimi akili na elimu nimefanyaje? Nimeileta. Sijaileta kweli? Elimu nimeileta zaidi. Nimeileta. Elimu ya namna ile kwa wewe ni mahali pa chaki tafuta na kuelewa. Deliverance ambayo ni kubwa sana kwenye maisha ya watu ni kuwafungua ufahamu. Hiyo ndio deliverance. Unajua kufunguliwa mapepo mengi akakuachia, akili yako haijafunguka. Ni sawa na maisha, utakuwa vile vile maisha tu. Lazima utupe nafasi kuongelesha akili na ufahamu na mawazo na moyo ili ufunguke uwe vizuri. Umenielewa kaka na dada? Mama na baba, mmenielewa? Shangazi na mjomba, wifi na mama mkwe, wote mmenielewa? Basi tumpige Yesu makofi mazuri. Ni sahihi? Umenielewa? Sasa basi, ni nini au ni kwa jinsi gani hatima yako itafika? Asante sana. I receive in the name of Jesus Christ. Uende uwekeze na milango yako hiyo mikuu sana kwa damu ya Yesu. Tunaingia kwenye kipengele cha muhimu. Ingawa muda wangu leo ni 12 pekee yake. Saa 7 kamili bali nimekwisha. Sasa hivi tunaanza mapema hapa. Atuchelewe siku nyingine. Sio kama baba anachelewesha watu. Ana neema lakini anatuchelewesha saa 7 kamili, the game is over. Atuchelewe sisi. Tunachelewa kwa sisi. Na ndio maana naona fujo zangu nazianza mapema. 12. Ndio. Saa 6. Fundisha saa 1.
Ndio naionaje si kweli? Sasa jaribu kuwaza, ni kwa jinsi gani hatima yako haipotei? Ni namna gani utafanya ili hatima isipotee? Namba moja, unahitaji agano na Mungu. Amua katika kufundisha kwa habari ya kufanya agano na Mungu. Sasa anayapeleka kwa kwenye format nzuri kwamba hatima ili isipotee lazima uweke agano. Usipoweka agano, hatima itapotea kwa sababu ya mlinzi. Unaona, wakati mwingine Israeli walikuwa wanamkosea Mungu. Anakuja anataka kuangamiza taifa zima, lakini analikumbuka agano la Ibrahimu. Sema Mungu, siwezi kuadhibu, ngoja niwape Mungu. Napata nafasi. Kwa agano linamlinda mtu hatima yake isifanyeje? Isipotee. Sasa wewe katika uokovu ulionao, una agano gani na Mungu? Ili alinde maisha yako usianguke kwenye dhambi, alinde maisha yako usiangushwe na wachawi, alinde maisha yako usiangushwe na waganga, alinde maisha yako usiangushwe na roho za ukoo. Una agano gani? Ndio Daudi kufundisha kwa habari ya maisha ya agano la Mungu na wanadamu kwa mkataba. Hapo ndio ujiandae sasa. Utanipa siku 5 za mfululizo bila kutoka kanisani. Kwa sababu nilikwambia nitafundisha kwa habari ya agano la Mungu na watu kimkataba. Nitafundisha siku 5 kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wewe ujiandae. Nitakwambia ni wakati gani. Waje 3, waje 4, waje 2, mimi nitafunza. Vyote ambavyo Mungu anataka kwa wanangu, nini maana yake? Nataka watu wenye agano katika Mungu ili waweze kulinda hatima zao zisipotee. Kila hatima inaweza kupotea kama haina agano. Andiko weka na hivi. Hatima yoyote alionayo mtu inaweza kupotea kama hana agano. Kitabu cha Zaburi. Nikimbiaje Mzakaruna? Nimesema ni kwa jinsi gani hatima yako haipotei? Unahitaji agano na Mungu. Na nikasema hatima yoyote ambayo haina agano lazima itapotea. Ni lazima, hiyo ni lazima. Ndio maana wewe sasa hivi unayofanya zote sio vitu vyako. Kwa sababu gani? Vile ambavyo ni wewe havina agano na wewe. Kwa mfano mimi siwezi kupotea kwenye mambo ya huduma hivi. Kwa sababu mimi na agano na huduma hii. Sio unaniona? Mimi na agano na hii huduma, nina agano na hii madharau, nina agano na wito nilionao, nina agano na mafuta niliyopewa, nina agano na chochote ninachofanya. Kwa hiyo mimi hatuwezi kupotea. Hata kama ikatokea siku moja Mungu akawa anielewi agano, nitasema agano. Mali ilifika wakati Mungu akawa hawezi kumuelewa Ibrahimu. Ile agano ambalo alifanya nalo linasimama katikati. Wewe Mungu, wewe unasema hivi, umeapa kwa kinywa chako. Sasa Mungu habadishi kiapo cha agano. Yeye ameapa na Mungu hana, si unaona maandiko yanasema Mungu hana kigeugeu. Au anacho? Ikiwa amelisema hata litenda. Hata litenda. Ikiwa ameliahidi hata litimiliza agano. Ndio maana unaona anapoinuka Balaam anataka kuwaua wana wa Israeli. Anaingia kwenye roho, anaona ni mlaanije yeye aliyebarikiwa. Nini kinatokea? Ni kwamba kwenye mazingira waliomo wana wa Israeli ya kukata tamaa, ya kuvunjika moyo, ya kuharibikiwa, wana mawazo mengi ya kumkataa Mungu, wamemkosea mara nyingi jangwani. Anakuja mtu awalaani wasifike wanakoenda. Anaingia rohoni hivi akiruka. Anasema ni mlaanije yeye aliyebarikiwa. Anasema niliahidi tangu zamani kwamba katika Yakobo kuna nyota itatokea. Inatokeaje? Ndoto ya Yusufu. Hiyo naelewa kusema. Anasema kuna nyota itatokea katika Yakobo. Katika Yakobo inatokea nyota. Kwa hiyo unachoniambia leo nifanye sasa hivi, nina agano la huyo Bwana anayekwenda Kanaani kwa baraka. Ndio nilimwahidi zamani kwa baba yake kwamba hawa watu watakuwa taifa, watakuwa baraka, watakuwa wote, kila wanapopita yeyote hilo ni mdogo wanapopita. Sasa leo nataka kuanije, ni mlanije yeye aliyebarikiwa. Agano. Wewe una agano gani na Mungu ili alinde ndoa? Au unaingia tu, baba nimekuja, kesho ni ndoa. Agano liko wapi? Unaingia. Unaingia agano kwa maneno yako. Sadaka iko wapi? Ulioleta. Nikupe agano. Ndoa iwe nzuri. Ndoa uitawale. Ndoa ikupe raha. Kaka akubebe mgongoni, akupeleke auti, akupeleke swimming pool, akunena nguo za kuogelea bichi. Kaka anunui, una agano wewe. Kile ukimwambia mtoe au unasema hizo ndio upagani, hana hela. Kutoka kwenda auti avitaji mpagani wala mtu aliyeokoka. Kila mtu anataka maisha mazuri. Kama anakwambia hiyo ndio wapagani, hana hela, ni masikini.
Out watu wanaenda mama waliokoka tena vizuri. Hii inategemea unakoelekea na hasa wewe unawaza kwenda out beach kwenye mchanga wa blue hivi. Watoto wote wamevua nguo. Na unataka watoto wako na wewe waoge, wewe una hela. Mwenye hela anatoka out mahali pa hadhi yake, pa heshima yake. Yaani mimi hapa nalipo nje nipita, unaweza kukuta Mwanza hapa mimi siogelei. Swimming pool haipo. Hiyo sio viwango vyangu. Mimi nikitaka kuogelea kwenye swimming pool na mkamata mke wangu, tunapanda ndege Dubai. Tunapanda sehemu, yaani unaenda mtu wako utakuua. Kwa sababu Dubai unaenda hoteli ambayo wewe unalipa pesa, hoteli ambayo ni wewe ukifungua tu hivi gate ni kwako peke yako, swimming pool yako, vitanda vyako, jiko lako, kila kitu na wahudumu wako huko wewe peke yako. Kwa hiyo sasa unavaa nguo zako za kuogelea sasa na mke wako huko Dubai unaogelea. Si unataka auti? Unataka auti ya kwenda pale na nini? Ngwako pale. Terapia, unaoga wazungu na kuona mama paja. Ni wajika wewe. Una hela, subiri kwa kupata hela. Sele kuaibika. Sasa niongeeje mimi? Anakuambia yani kutoka auti kwa walokole, ni mambo ya upagani. Nani aliyekwambia? Nani aliyekwambia? Si unatoka auti na familia nzima. Chukua familia nzima unaipeleka China. Hong Kong. Unapata Hong Kong wewe. Unafika Hong Kong unapanda treni yako peke yako. Sio haya mambo yako unapanda treni kwa wote tunafanya kama wauza gengeni. Peke yako. Ulitegemea na kiwango chako mzee wa dini. Sasa unafikiri mimi baadaye nitakwenda kupanda mimi treni hizi za mwendokasi za SGR, mimi sipande hizo, sio viwango vyangu hivyo mimi. Amina. Kwa baadaye. Na mimi tafuta hiyo namna hiyo. Siwezi lazimisha, natulia kwanza nifikie wakati ambao nitakuwa na uwezo wa kufanya chenye ambacho ni aina ya neema nilionayo. Wewe unaelewa, naomba nirudie. Kuna wakati unafika kwa mfano kama saa hii tunaweza kutembea kwenye safari za ndege na ndege za public. Lakini kuna wakati unafika neema inakuwa imekaa juu sana. Huwezi kupanda hiyo ndege. Kutokea tu uwanja wa ndege ni vita. Kila mmoja anataka aje akupe mkono. Sasa safari zitavunjika kwa sababu yako. Unalazimishwa kuwa unatembea peke yako. Kwa hiyo unanyanyuka na jet ya kwako mwenyewe mpaka unakoelekea. Ndio. Ndiko unakoelekea huko. Sasa mimi sio kutoka hapa na jet yangu kutoka Mwanza naenda Marekani. Nikafikia kwenye hoteli za jumuiya. Nitakuwa na ile ambayo ni ya kwangu California hapo chini karibu na msitu. Ndio tunakaa sisi watu wa Mungu. California mjini pale pembeni hapo kuna msitu mkubwa hapo chini. Nyumba imejengwa huko. Kwa hiyo unapokuwa kule unatembea unaona simba unaona zote hivi. Sasa unakati maembe bwana. Sema nakataa. Kwa jina la Yesu. Nafundisha kabisa ujue namna ya kupata pesa na kuzitumia vizuri. Kafika mbinguni ukiwa ni mshamba ujue hata kula na nini. Umesahau. Kumbuka baadaye. Naomba nitoe siri. Nitoe ni story. Basi. Basi mimi sasa najua. Umeelewa? Umeelewa mama? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima ukiwa umefikia viwango hivyo utavitembelea. Gundua hatima yako itakupa maisha. Amina. Ukigundua namna ya kukaa na Mungu kwa hatima yako, dunia hii itakuwa ni kama umeshika kiganjani hivi. Yeye anasema hivi, amekuchora wewe kwenye vitanga vya mikono yake. Si ni kweli? Sasa jaribu kuwaza unavyovifanya vinafanana na mtu aliye kwenye kiganja cha Mungu, au maisha ulionayo yanafanana na mtu aliye kwenye kiganja cha Mungu. Nini kimetokea? Unachofanya si cha alichokuletea duniani. Amekuchora kwenye vitanga vya mikono yake. Je, hali ya maisha yako ndio mtu aliye kwenye vitanga vya mikono ya Mungu? Nini shida? Auombi. Shida ni nini sasa? Ugunduzi utagundua kwa habari ya hatima yako. Nataka leo uingie kwenye hatima yako kwa jina la Yesu. Amina. Zaburi 89:34. 89:34. Zaburi 89:34. Agano, weka agano na Mungu. Umeweka agano?
nimlaanije yeye aliyebarikiwa. Amen. Soma haraka sana. Zaburi 89:34. Haraka sana. Mimi sitaliarifu agano langu. Mimi sitaliarifu agano langu. Mimi sitaliarifu agano langu. Amen. Mungu akiweka agano huwa haliarifu. Tafuta kuweka agano na Mungu juu ya kitu chochote unachokianzisha. Haleluya. Hata mimi vitu vyangu ninavyofanya, jamani wapendwa wangu, na viwekeaga agano. Haleluya. Agano naliweka na Mungu kwamba agano la Bwana lisikie likaarifiwa kwangu. Mimi naweza kugafirika, nikakasirika. Naweza kukasirika, nikapigana, nikapiga mtu nikamuua. Na mimi nasema usiue. Na nikiua unajua, basi huduma inatakiwa ishie hapo. Lakini agano la kwangu ndio liweka, nataka nimtumikie Mungu mpaka uzee wa miaka 150. Haleluya. Sasa agano linasema huyo hata kama ameoa anatakiwa atumike. Tunaendelea. Amen. Wewe mpangaji. So, sitaliarifu agano langu. Sitalibadili neno. Na sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Ndio. Umeona mambo? Sasa tuangalia. Kama Mungu akisema neno kwa ajili yako la agano, huwa halibadili. Kwa hiyo kitakacholinda hatima yako isipotee, cha kwanza kabisa ni agano ambalo umeliweka wewe. Haleluya. Angalia agano Mungu anafanya na Ibrahimu. 22 kitabu cha Mwanzo. Angalia hapo Mwanzo. Mwanzo 22. Unapata picha lakini Mwanzo 22 nisomee mstari wake wa 9. Mstari wa 9. Nataka uone agano hapo. Soma. Wakafika mahali pale, si ndio? Ndio. 22:9. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akaitwaa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono, wala usimtende neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo kunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hapa leo, katika mlima wa Bwana inapatikana. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa. Hiki ndicho alichokiapa hapa, ndio kinachokomboa wana wa Israeli kwenye mikono ya yule mganga anaitwa Balaam. Anasema, ngoja nikusomee kwanza ili unielewe. Anasema hivi, ona hapa. Anasema, unapaona 16. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala ukunizuilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha, uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Katika uzao wako mataifa yote ya duniani watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Hayo ndio maneno ambayo huyu amebarikiwa, yeye na uzao wake, watoto wa watoto wake, kwa sababu wana wa Israeli ni uzao wa Yakobo, ambao wale wanakuwa ni vitukuu. Amen. So wamekaa miaka 400 jangwani, aimini kule Misri, wamekaa miaka 430. Kwa miaka 430 vimeshapita vizazi vinne. Maana yake uzao wa Yakobo wote ulikuwa umeisha. Kuna uzao wa watoto wake, kizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu. Yaani si kama hata ni vitukuu, labda ni virembo, ndio wanaotoka Misri wanakwenda Kanaani. Wanafika ndani ya safari,
wanakuta kuna mtu amesubiri kuangamiza. Mungu anakumbuka, anasema mimi nimewahi kuwapa kwa nafsi yangu kwamba hilo ni agano niliweka na Ibrahimu, kwamba katika kubariki nitakubariki na katika kuzidisha nitakuzidisha, si sawa? Na uzao wako watabariki na mataifa watajibarikia kwa wewe. Alafu amaliza anasema hivi, na kwa njia hivyo nitawafanya uzao wako wamiliki mlango wa adui yao, ambapo kila adui anayepambana mwenye agano, vitu vyake huhamishwa kwenye ulimwengu wa roho kutoka kwake. Amen. Wewe una agano gani? Sasa jamaa anataka barani. Wewe ukiweka agano na Mungu, hakuna laana inaweza kukufuata. Inakufuataje? Kwa sababu agano liko juu ya laana. Anamwambia, yaani mara majui kama Israeli amebarikiwa, alikuwa juu yeye. Yeye anataka barani kama anavyolaani wengine. Na wewe kuna mtu anataka kulaani kama anavyolaani wengine, lakini kwa neema ya baraka ya kiadamu akita kukulaani, sauti inatoka, ni mlaniji. Umebarikiwa lakini ni mlanije yeye ambaye amebarikiwa. Ni mlanije. Jambo liko hapa. Weka agano na Mungu, ulinde hatima yako. Namba 2. Kutoa sadaka ya kipekee mbele za Mungu sawa na matarajio ya hatima yako. Wewe unatarajia hatima ipi? Na kwenye jambo hili watu wengi wanafeli. Mtu anaweza akaweka agano na Mungu alafu asiwe na sadaka aliyoiweka sawa na matarajio ya hatima. Karibu kaka. Naam. Nikaona Hana akaweka nadhiri. Aliweka nadhiri. Sasa nilikuwa nataka kujua jinsi ya utofauti wa agano na nadhiri. Asante sana. Agano na nadhiri ni vitu ambavyo havifanani kabisa na wala havikaribiani. Hata walimu wake ni wawili. Hata sio wawili, ni 100 mbali. Neno agano ni kuweka patano na makubaliano. Neno nadhiri ni kuomba kibali cha kutendewa kitu ambacho utakirudisha kama fadhila ya majibu. Nimerudia pamoja. Nirudia sasa hivi wiki. Agano ni makubaliano ya pande hizo mbili, ni patano ya pande hizo mbili zinazokubaliana jambo. Mimi nataka uwe mke wangu, nataka niwe mume wako. Agano liko wapi? Nakupa pete hii iwe alama ya upendo wangu kwako. Siku ukiwa na pete niliyokupa, uhitaji ambia mtu bila Mungu, uhitaji kumwambia. Pete inaongea. Akiona anajua hii jamaa imeoa. Hawezi kutongoza. Sema dada mzuri, lakini kwa nimemuelewa. Bahati yake sasa kama ameshafunga ndoa. Wala hujamwambia unaona pete. Alama ya upendo. Mimi nikivua hii saa hii, nitapata weusi, nitapata weupe, nitapata wa kijani, nitapata wa nyekundu, nitapata wa unjuani, nitapata wa zomaridi, nitapata wa nani, wote utawapata nikivua hii. Lakini nikiwa na hii penye nashuka ninaenda kutembea tu, mtu anakuwa anatembea anababa, leo mtendo umekamata kina nini? Yaani umekamata kwa nini? Ina alama. Amina. Wewe alama unayo? Kwa agano linaitaka alama. Sasa nadhiri haitaki alama. Nadhiri nataka uaminifu wa ndani. Agano hufanyika kwa jinsi ya mwili ni mapatano. Nadhiri hufanyika rohoni. Unaelewa ninachosema? Hapana. Narudia sasa kama unaelewa. Agano linafanyika kwa jinsi ya mwili. Ina maana wewe kama unataka kuoa. Si ndio? Sasa basi umepata mke. Kitendo cha kumwambia nakupenda. Na akasema nakupenda. Ni sawa? Maana yake ni kwamba nyinyi tayari mmeshamaliza mapatano yenu. Kwa nini mnahitaji mje mbele zetu sisi mtuweke hadharani mashahidi? Kwa hiyo mimi nataka nifunge ndoa live watu wote wanione. Agano sasa. Agano hilo ona.
Agano hili ambalo unataka kulifanya linataka mahali kwa wazazi. Mahali naenda. Linakutaka wewe kaka ambaye umemchagua uende wakuchinjie mbuzi na kuku. Agano linafanyika hivi. Watu wanadhibitisha. Ukija kwa wewe kaka kwenu kule unakomleta huyo mama, lazima utuchinjie ng'ombe. Wewe unataka kuona kama unafanya sherehe. Hapana. Unamwaga damu ili uje kwenye agano. Na ndoa. Sasa ndoa imemwaga ng'ombe 10 mpaka inakamilika tangu uchumba mpaka wewe unaolewa kwa hiyo kaka. Leo unasema unataka umwache na mwachaji. Damu inalia ya ng'ombe zako. Damu ya mahali yako. Niangalie sasa. Napata cha kuuliza, unaweza nini? Si utulie tu. Mama, unanionaje mimi hapa? Asante sana. Kwa hiyo nadhiri ni lugha ya mtu inayomshawishi Mungu kumtendea anachokiomba ili kije kiwe sehemu ya fadhila kwa ajili ya yeye. Kwa mfano unaweza kumwambia Mungu hivi, Mungu nataka mimi unijengee nyumba nzuri karibu na rami. Nyumba ya gharama ambayo kila atakayepita aseme kweli amejenga. Ila ukinijalia nyumba hiyo nikaijenga, likitokea jambo lolote linalohusiana na watu wa kiroho, watafadhiliwa kwa nyumba yangu. Nitakaribisha wageni ambao ni sehemu ya kiroho wako, watakuja kwangu, watakula, watakunywa, watalala hata kama ni mwaka. Sitajisikia vibaya. Mungu anakupa nyumba si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya nadhiri ya kuwatunza watumishi wake watakaokuja mikononi mwako kwenye hayo majira. Sasa subiri sasa. Mungu anakujalia unaijenga. Unasahau kwamba ulimwambia ujenge ili utunze watu wa Mungu. Watu wa Mungu akija wenyewe sio wastaarabu kama unavyofikiria. Kwanza ni washamba, watu waliokoka. Anakaa kwenye sofa za milioni 10 kama aliyekaa kwenye kiti plastiki ndugu. Anachukua sahani anaweka juu ya sofa juu kabisa. Anamwaga wali, zinaingia mende. Mende zinavutia panya. Panya zinakula masofa. Unasema kwa kweli kama ni hivi, mimi sitaki tena watu. Umesahau nadhiri. Umesahau nadhiri kaka. Au taenda nyumba itapigwa na shoti ya umeme iungue. Nadhiri umesahau. Yaani ina maana watu wa Mungu watakuja pale wakuudhi. Kwanza atakuletea watoto. Ni mama mmoja amekuja pale, hajui na kuoga vizuri. Anaingia bafuni anavunja koki. Na koki imesimama kwa hela nyingi. Unaanza kusema, "Hivi wewe mambo ni matatizo gani? Mimi nimechoka mambo ya watu." Ndugu yangu nadhiri. Imekwisha. Nadhiri. Nadhiri yako. Nadhiri yako. Bwana wewe unaangalia kwa asili. Mimi Bwana, ukininua Bwana wangu, nitakuwa ninajitoa kwa ajili ya nyumba ya baba yangu. Nitakuwa najitoa kwa ajili ya madhabahu. Nitakuwa najitoa Baba, wewe nipe tu pesa, nikuonyeshe mimi Bwana. Nitakuwa natumika, nanunua viatu Baba anavaa, nanunua na shati nzuri, nanunua na suti Baba anavaa. Mungu anasema hamna shida, anakuletea. Sio? Unaenda maskini mtu wa Mungu, unajichanga vizuri, unaona kiatu chako cha tizarani. Unaniletea. Unaniambia hizi za tuzivali. Sema nimevunjika moyo. Huyo baba haeleweki. Kumbuka nadhiri kaka. Kumbuka. Nadhiri ni kitu ambacho hukachifanya kwa amani. Nisikilize. Samueli alipotolewa nadhiri, rudi pale pale aliposema yeye. Alipotolewa nadhiri, ilikuwa ni kwamba anatakiwa aende amtumikie Bwana miaka yake yote. Samueli hatakuwa hajaoa. Kwa sababu yeye hajaletwa duniani aoe. Ameletwa duniani ili atumike. Kwa Samueli hajazaa na hajaoa. Nini shida? Yeye ametolewa nadhiri. Maana yake mimi naamini Samueli hakuzaliwa katika uwezo wa kuzaa. Kwa sababu yeye ni sadaka. Na ilimlazimu huyo mama amtunze Samueli miaka yake yote. Anashona nguo, anazipeleka. Miaka yake yote. Sasa wewe ukizaa mtoto ambaye ni naziri yako kwa Bwana, unamleta kwangu, unataka mimi nabii ndio nimsomeshe. Wewe mama, hiyo elimu unaitoa wapi? Yule mtoto kazi yake anakaa kwangu, ila vyote vinavyomhusu unafanya wewe. Kitendo cha mimi kumfanyia mtoto wako ambaye ni nabii, unaniingiza mimi kwenye majukumu yako. Acha utapeli. Amen. Wewe umekasirika. Hayo mambo mnakuwa mnataka kabisa. Na mimi huyu na mimi Francis. Kwa baba yule mama alikuwa anashona nguo. Alafu mwaka kwa mwaka alikuwa anaenda shule kumkagua mtoto anavyoendelea,
Angalie malezi yake. Yaani ategemei malezi ya Eli. Anategemea yeye anachoendelea kufanya kwa mwanae. Au dhamiri ya kupendeza. Kama nadhiri yake ilivyo sema. Wewe hapo kwanza moyo wako. Wewe una nadhiri nyingi umemwambia Mungu wewe. Kabisa. Na zenyewe zinaweza kufunga. Ikitokea baba nikafunguliwa mlango, 90% ya kazi hiyo ni yako. Tujenge ufalme wa shetani atikisiki. Anapokuwa ameingia kwenye mlango wa majibu anaacha kanisa. Nataka nikwambie uwezi kufanikiwa. Nisikie mimi nikwambie kitu ambacho ni cha ajabu sana. Naongea kwenye experience. Yeye haitaji funguliwa. Mtu yeyote aliyekuwa ni mwenye agano na madhabahu hii ameondoka kwa sababu zake za ujinga. Kula anako kwenda ameenda kufungwa. Hawezi kupiga hatua. Wanajitia tu moyo watu wengi. Kwa sababu waelewe. Wewe upige nikuwe. Nini shida ile wakamata? Nadhiri ukiweka. Si sawa? Namba 1, ufanye haraka kufanyaje? Kuiondoa. Na kama nadhiri imekushinda, unatakiwa urudi kwa yeye uliyemwekea nadhiri. Mimi na vifungu na namna ya kuiondoa nadhiri ya mtu ambaye imemshinda. Sio wewe unakuja kwa unaniambia baba, mimi nimerudi kwako, nimemwahidi Mungu, lakini kiukweli kutoka kwenye dhamira ya moyo wangu kitu hiki ambacho nimemwahidi Mungu, hata leo moyo wangu unapiga kelele kwa ajili ya hicho, lakini ninaona kabisa kwa viwango vya imani yangu na viwango vya maombi yangu nimefika mahali ambapo naona hili jambo kutimiza. Sasa naona hiki ni kitanzi kwenye hatima. Nisaidie tunafanyaje? Ni dakika mbili nikiwa nimekuelewa. Naongea maneno haya. Nazidi naifunga. Naifunga kabisa. Sasa ujuaji wa watu wanaosoma Biblia ni mwingi. Yaani una ujuaji mwingi. Mimi nimesoma sana Biblia, nimekusaidiaje sasa? Yaani mimi nimesoma na kurudia. Halafu nimeona vitu vingi. Halafu ujuaji. Na mimi nikigundua wewe ni mjuaji na mimi nakuacha. Nakaa kwenye ujuaji wako. Nafungwa pamoja na maisha yako. Tunasubiriwa na akili. Ujuaji utoke. Kwa sababu ujuaji sio akili. Ujuaji ni roho ya kuchunguza. Sio vizuri. Sasa. Nataka sasa nimalize kwa sababu naona muda wangu umekwisha. Si ni kweli jamani? Namba 2 nimesema hivi, kutoa sadaka ya kipekee mbele za Mungu sawa na matarajio ya hatima yako. Sadaka gani unayoweka mbele za Mungu ili asimamie agano unaloweka? Anasema kuzimu imeweka papa na agano ili wewe uikiwe. Sasa agano la kuzimu linafanyikaje kwa mfano? Ni gharama kubwa anatumia watu kuweka maagano. Wewe unaweka agano kwa maombi. Nani aliyekwambia agano unakaa kwa maombi? Agano aliweka kwa maombi. Agano aliweka kwa maombi. Agano unaweka kwa sadaka. Na sadaka unayoiweka sio sadaka unayojifikiria. Ni sadaka ambayo ni sawa na matarajio ya hatima yako. Kwa mfano, nadhani kuonyesha. Mungu alipoweka agano la uhai wa mwili wa mwanadamu, ilimlazimisha atoke mbinguni aje achukue wanyama wa chini, amvike mwanadamu nguo, amvue majani. Ni agano Mungu alikuwa anafanya kwa ajili ya mwanadamu ili aishi. Anamwondolea aibu aliyojivika, anamvika heshima kwa utukufu wake. Sasa jaribu kufikiria na kwaje. Agano hili ambalo tumesoma hapa la Ibrahimu limefanyika kwenye nafsi ya uhai wa mwanae. Wewe unawekaje agano? Baba, nataka nikwambie, wewe ndio baba yangu. Baba, nitatumikia Mungu wako, milele yote. Sitakuacha hata mvua, hata jua. Mpe miezi miwili. Na ile ni mingi. Ni wiki. Utashangaa. Mimi nimeona kuna kitu sikielewi, nilikuwa nimeuda vibaya. Una agano. Amina. Wewe weka agano. Njoo hapo weke agano. Umwambie Mungu, jambo hili ambalo nimelichagua kwa ajili ya ufalme wako, nisipolitenda sawa na maneno ya kinywa changu, nihukumiwe sawa na maneno ya kinywa changu. Weka hivi. Na mimi uone unaniachaje kwa mfano. Kile ukifanya hivi unakumbuka maisha yangu ni madogo.
unarudi kutumia. Lakini kama weki agano, hatima iko hatarini. Ukiweka agano ndio hatima inakuwa kwenye usalama. Mimi nimeshakuwa watu wananiahidi. Yaani mimi nataka nikwambie baba yangu, kati ya watu wanaokupenda Mwanza nzima hii na Tanzania nzima, mimi namba 1. Ukiwa hapo, jihesabuni mimi ndiye kipenzi chako. Mpendezi mimi. Nini kimeharibu mahusiano? Ni ukweli kabisa ananipenda. Ni ukweli kabisa ananiwazia mema. Hana agano. Agano lolote ambalo halina alama litakufa. Litapotea. Wewe umejipangaje uweke agano na madhabahu, Mungu akufikishe kwenye ndoto za hatima nilionayo. Uweze kuogelea maziwa na asali hapa Nsumba Mwanza. Umeiweka agano gani? Umeweka agano gani? Kwa mfano Joshua, mimi nataka maneno yote moyoni mwangu. Miaka 10 baadaye, watendakazi wangu wote watakuwa wanatembelea magari ambayo sio chini ya milioni 50. Wanatembelea magari ambayo Mungu ataprovide kwenye huduma yetu. Budget ya huduma hii Mungu anayo. Na siku yani wewe ni shahidi wa haya mambo. Mungu atayafanya kwa sababu ninamuomba na ninamueleza. Na by the way ninamkumbusha yale aliyoniambia. Madhabahu hii ni madhabahu imebeba utajiri wa hali ya juu sana. Ukielewa itakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Sasa ili wewe miungu ya kwenu na mashetani ya nyumbani kwenu yale yanamkasha mnahapa anapanda bodaboda tena zile ni kwechi. Ninakuangalia. Yaani huyu ndiye aenda atembelee gari kweli ya gharama, anakaa kwenye kiyoyozi tu anapiga na kwaya na anaweka na mahubiri ya posha nipita kweli kwenye gari. Yaani anakuja kanisani tu anyeshewe mvua ili uweje, yanakuingilia na kubomoa. Naenda ujisikii vizuri. Makanisa ni mengi bwana, mimi ngoja nijendee. Una gano gani? Ananiangalia. Watu hapo baadaye. Nakwambia kitu ni kile moyoni mwako. Na unapokuwa mtumikia Mungu aliye madhabahu, tumika kama mtu anayetumika kwenye familia. Kuna wakati utafika unayetumika hapa kanisani. Kama hapa ibada inaisha, tunakuwa tunaenda ibada za usiku kwenye TV. Mnisikia? Kwa sababu wakati unaofuata baadaye unakuwa na vipindi vingi. Kwa hiyo nakuwa na watu ambao natenda nao kazi, madereva, waombaji, wale wachungaji. Niko studio redioni na hubiri. Tunatoka kule tumetoka. Huwezi kwenda nyumbani kulala. Kuna nyumba iko pale, ina vyumba vizuri, IC kali, hita ya kuogea. Yaani unakaa kizungu. Nguo zako zote na mbegi yako huku. Amen. Kwa hiyo ukifika hapa, unanielewa? Unaboya kidogo, unatoka chai nzuri imeungwa. Unaenda kumetokaje? Tunaweka mifumo za dini utashangaa. Unakunywa chai haraka haraka, tunawahi studio ya TV maana ibada inaanza saa 10, tunafanya mpaka saa 12. 12 tunakuja kanisani. Kanisani tunapiga ibada mpaka saa 3. Saa 3 tunaenda sasa utakunywaje chai? Kwa ninapokuwa nimeelekea kwenye faragha ya ofisi, ninyi mnakuwa mna ofisi zenu za kufika pale, mnapiga haraka haraka pale tunarudi kwenye kazi ya Mungu. Kwa hiyo tunaenda ibada, wewe umechoka sana, umefanya kazi siku 3, hujawahi kwenda nyumbani. Unachukua gari ya huduma. Unaenda nyumbani. Sasa shetani anajiuliza, hiyo raha utaifikiaje? Anakupasua. Yeyote anayefarakanishwa na Mungu wa madhabahu hii anafarakanishwa na mahali pazuri tunaelekea. Sisi tunaelekea mahali pazuri. Weka kichwani mwako hili jambo. Ndio jambo weka mahali pazuri. Karibu kwa mimi mama. Napenda vitu vizuri sana mama. Na vitu vizuri napenda mimi natakia na watu wengine. Mimi sijui kama hicho tunachofanya. Yaani mimi ndio hapa na kitu kizuri ambacho sitaki yule akipate. Kwa kweli hapana. Na wala jitahidi ambaye hata hajakiona nikisababishe ili ujinga uweze kumtoka. Shetani anajiuliza kuna agano gani na madhabahu hii ili alinde ufikie huo utele na ustawi. Ona sasa mambo ya ajabu. Muda huu tunaomba hatunywi hata maziwa. Tunaomba hatunywi hata asali. Tunaomba, unanielewa? Hata sabuni tu ya kuoga hatujapata. Tunaipigania kazi ya Mungu, siku moja Mungu atufanyie jambo. Sasa inafika wakati ambao maziwa na asali zinakuja, wewe ndio unakwazika. Nini shida? Una agano. Kwenye ardhi hii maziwa yatatirika. Kwenye ardhi hii maziwa yatatirika. Kwenye ardhi hii utele utaonekana. Kwenye ardhi hii ustawi utaonekana. Bila wewe utakuwa wapi? Nauliza wewe utakuwa wapi? Esther, utakuwa wapi na Mariamu? Mna agano? Mseme ukasema baba amebadilika, ametushusha, amemwinua fulani. Agano. Agano nalo. Kama una agano hata kesho unashuka. Unashangaa huko unakaa. Tuna ule mchungaji anakaa huko.
Jamani, baba ana roho mbaya. Alipokuwa jamani, anatuambia anavyompenda. Mnampenda, hana agano. Mfanyika, mashetani amemwai, yamemuondoa kwenye wingu la moto. Agano. Nini? Sadaka ya agano ya Bwana. Eti siku moja naenda Marekani, sitaki ulinzi wa hiyo nchi, nataka watu wangu wanaonijua, ambao pengine ni wewe au ni huyu, na wanipangie mtu anaweza kukaa kwangu anihudumie na panga mimi. Usoni nikituma visa, nataka wanipe visa, nikiomba visa naandika nataka huduma zipi, na nataka nihudumiwe na wewe ambao unaongea Kiswahili na mimi. Mzungu atanichanganya, ataongea vitu mimi sijaelewa. Ni Kiingereza, mimi akijaingia. Sasa mtafanya vitu vya ajabu. Kwa sababu sijaelewa. Ni Kizungu, ila mimi kwa kijaingia. Bali okay, wewe kimeingia. Hicho ndio ongea sasa hivi. Ni Kizungu sasa hicho. Watani ni Kizungu. Wewe kimeingia. Sasa na mimi nilipiga chenga. Naenda na huyu ambaye tuongea Kiswahili. Unaona hii mtaka. Sasa wewe umejipangaje kwa agano lako? Twende pamoja Marekani, upande ndege ambayo sio gharama zako, ni za Mungu. Hiyo ni agano. Nijenge nyumba hapa kanisani za watendakazi. Wewe yaani nyumbani unatoka. Hata kama ulikuwa unapanga unaacha, unakuja ukaa hapo kanisani. Kwa nafasi yako mpaka utakapostaafu huduma. Sasa hiyo nyumba unaikaaje? Ni agano gani umeweka? Nitazijenga mama nyumba hapa za moto. Za moto sana nitazijenga. Na poromoa hapo chini kwenye nyumba kule. Kuna bati nyeusi hapo. Napandisha gorofa hapo 15 mpaka 24. Mpaka 30 ni gorofa. Kwa hiyo sisi tukifika pale kwenye gate, tukiingia ndani kidogo, hatuendi juu kwa mguu, ngazi hiyo ya kupanda tunachelewa, lifti. Lifti. Amen. Sasa hiyo hali unaifikiaje? Agano tunalo ni lipi? Hamniamini? Wataanza kuniambia, ona baba utajiunga. Wanawaza kama nitajiunga. Mimi ni kweli mimi najiunga na damu ya Yesu. Sasa hiyo saa dada, na wewe umejipangaje wakati? Kwanza unatoka wapi kwanza? Kiseketi unatoka wewe, unajua umekuja wapi hapa? Unafunga macho. Adui mzee Karuna, mimi nakwambia. Watu wacha wajichanganye. Unakuja kunaanza kutuambia, "Baba, mimi nina kaka unaitwa nani kaka? Unamfahamu mzee sasa? Unamfahamu sasa? Safi, ni mzee mzuri. Hapo mzingatie sana. Naona anapenda sana hiyo. Sasa kaka, nilikuwa nasema hivi. Wewe una agano gani? Umeweka kwa Mungu. Ili hayo mambo yafikie. Unakaa kwenye maisha ambayo hujui umeme bei yake, hujui maji bei yake, yaani chakula hujui bei yake, hujui kulala bei gani, hujui kitanda ni bei gani, kila kitu kiko hapo. Na vitanda vyetu sio hivyo ambavyo unakula nyumbani. Sisi tuna switch. Kitanda pap kinatoka. Hiyo tutakuwa sumba hapo. Kitanda kinakuja pap unalala. Ukipotea karudi kinakuja na godoro jipya na mashuka mapya. Kimejitandika. Sasa nataka kujiuliza. Lightness, unaona mambo mimi nayokuanzia wewe. Hapana habari. Hanielewi. Hayo mambo yatakuwa Sumba. Nitaigeuza Sumba kwa kama Dubai. Hapa Sumba. Hapa Dubai. Nitakwambia ndani ya miaka 10 baadaye. Miaka 10 baadaye. Watu watakuwa wanatoka kwenye mataifa kuja kutalii mji wa Sumba. Kanisa letu. Alafu wewe utakuwepo sasa? Utakuwepo. Naomba nisaidie, wewe utakuwepo? Una agano gani sasa na sadaka ya agano lako?
Ukitoka useme baba anapenda hela, mimi napenda mali hela. Yaani uweke agano lako na Mungu, uniweke mimi kwenye kesi. Mimi nakutuma ujiweke kwenye agano. Mimi nafundisha. Yakikuingia njoo uweke agano. Ndio kasema nimempelekea agano. Kwanza mimi hela unanipa nampa Mungu. Sadaka unaweka ng'ombe. Ng'ombe ya msingi, naweka agano. Mambo yote Mungu anataka kufanya kwenye ardhi hii yanikute. Niletea. Tunapiga mnada, inakuwa kwamba ile ng'ombe ndio chanzo cha huo msingi wa hilo jengo. Sasa unatakaje mama? Mzee Karuma? Wewe unatakaje? Mama. Haya ni mambo mimi naongea yatakayoonekana hapa Nsumba na mniamini. Wala mniamini? Hapana, hamniamini. Lakini haya mambo mtayaona. Yusufu alipoambia ndugu zake mtaniinamia, wakakagua ni mazingira gani. Tumuinamie huyo mbwa dogo huyo. Yaani ndio tunamuinamiaje huyu? Na baba yake unajua Yakobo ni kuhani, anatafuta mazingira ya kumuinamia mwanae. Yaani yanakosa kabisa. Sasa mimi nitakuja kuinama hapa. Na inamaje? Anakataa. Sasa ilipofika anasema Bwana wangu kama roho yako ishivyo. Dogo anacheka kidogo. Anatabasamu. Kwa sababu nilikwambia vitu ambavyo viamini. Sasa niko hapa. Unasemaje sasa? Unaona anachomkoa. Muda umeisha kaka. Tufanye sasa. Nataka kusemaje ndugu yangu? Baba, tunashukuru kwanza kwa elimu hii. Lakini tunaomba msaada wako kwenye habari ya agano, kwamba ninapotaka kuweka agano na Mungu, ninaamua mimi au ni Mungu mwenyewe ananipa ukaribisho wa kuweka agano? Sijaelewa kwenye hiyo lengo. Naomba msaada wako Baba. Turudi kwa ile cha mwanzo sasa tupate majibu sahihi. Si sawa? Si sawa? Namba 1, Mungu anapotaka kufanya agano na mtu au mtu anataka kufanya agano na Mungu, yeye mwenyewe si sawa, anatakiwa atii maagizo. Ibrahimu Mungu anamuita anatii. Anaenda kwenye wito. Anafika kwenye wito, anakutana taarifa ya agano la Mungu na yeye kwa sadaka ya mwanae. Angekataa hiyo, yale Mungu aliyowaza kufanya kwa Ibrahimu yasingetokea. Kwa nini? Kwa sababu wale wenye vita vikubwa na yeye wangemwangamiza, kwa sababu hakuna kinachomuunganisha kwenye agano na Mungu. Kwa hiyo sadaka Mungu alitaka ilikuwa ni sadaka ambayo inavunja falme na mamlaka zote za ulimwengu wa watakao pambana na unakoelekea na wewe unakuwa haujui. Sadaka mtu anayeweka ya agano anakuwa anaweka hajui ni nini vita yake mbele ya safari. Lakini anapofika kwenye eneo la vita, sadaka huja kusimama kupigana kwenye vitu ambavyo hakujua. Umeshanielewa hapo? Kwa hiyo basi kuna mtu anaweza kufanya agano kwa mwaliko wa Mungu na kuna mtu anaweza kufanya agano kwa mwaliko wake. Nafafanua. Agano la ufalme sawa, wa Suleimani ameweka mwenyewe. Yeye ndiye aliamua kwenda wapi? Mlima Gibeoni, atoe dhabihu 1000, alafu Mungu ndiye akamwambia sema unachotaka nami nitakufanyia. Kwa hiyo utaona kwamba huo mwaliko ulikuwa ni wa Suleimani, haukuwa wa Mungu. Ila yeye alikuwa amepewa urithi kwa baba yake kuwa mfalme. Je, atarithije kiti cha baba yake ambacho kimejaa damu za watu? Lazima aweke agano na Mungu ili afunge visasi vya roho zilizokuwa ni za watu waliouliwa na baba yake. Sasa wewe baba yako ana matukio mengi mbalimbali. Kwenye familia yako kuna matukio mbalimbali. Leo unaweka agano na Mungu ambalo halina alama. Roho zikiamka unachanganyikiwa na umeokoka. Sasa kuchanganyikiwa unaniuliza hivi, baba, mimi mbona sitashika makopo? Uyashike mara ngapi? Unashika mbona tunaona watoto wako pale hakuna yote kichaa mbona unacho kikubwa? Hiyo hujajua kama ni hicho. Ni hicho. Wewe mtoto fulani, yani mtoto alina akili hili. Wewe mtoto, akili zimeenda wapi? Unaongea na hili unasikia kule ndani napiga chombo bakuli. Unasema jamani, wewe mtoto, hizo ni gharama. Kichaa unacho. Unacho tu kichaa. Nyumbani si mnakaa na wale waliozaa kama pembe. Unaongea mara ngapi asubuhi na watoto wako? Wewe gharama.
Unaona akisikia anatimbua rafu. Rafu akisikia anatimbua sio Kevin. Kevin akitulia anatimbua sio ni vita nyumbani, ni kichaa cha mama. Jamani, nyewe watoto amtaki kumili kuongea kila dakika. Kichaa. Jamani, nyewe watoto mnanitosha kichwa. Nimeshaongea mpaka nimeshachoka. Tangu asubuhi na waelekeza amunielewe. Uchanganyikiwe mara ngapi? Mzee wa bibi. Unataka kuchanganyikiwa mara ngapi? Kwa hiyo ni lazima uweke agano la nini? Unaenda weka wewe kwa mwaliko wako au Mungu akakualika. Na Mungu akitaka kufanya agano na wewe, anaweza kuja na kupa maagizo. Lakini watu wengi hawakubaliana na maagizo ya Mungu. Musa alipotaka kukombolewa kwa agano la uzima dhidi ya kifo cha mzaliwa wa kwanza, ili mzaliwa wa kwanza aishi kwa agano la Mungu. Mungu aliwaagiza wafanye dhabihu ya kondoo kwa kila mji, kwa idadi yao kwa kila nyumba. Na mimi nikija nikaona damu kwenye moyo wangu, sitapiga kwenye hiyo nyumba. Unanielewa? Walikubali. Na akamwambia kabla mtaja kutoka za nyumbani, mtoke kwanza mchukue mita ya siku 3 mnatembea kwa miguu. Muelekee jangwani, mniwekee madhabahu. Alafu mimi nitakuja pale nitasoma dira ya Misri, alafu nitatokea hapo naingia kwenye nchi kufanya maangamizi. Wakaweka agano na yeye. Ni Mungu aliwaagiza. Kwa Mungu anataka agiza agano na wewe unaweza kufanyaje? Ukaona mimi nakoelekea nataka nifanye ushirika na Mungu wa namna fulani ili niende bila shida. Vitu ambavyo nimefanyia mimi Mungu kama agano na madhabahu ni vitu ambavyo hakuna aliyeniambia fanya hivi. Ninajaribu kupiga dira nakoelekea, waliofika wameendaje, ama kwa waliofanikiwa tunajifunza. Najifunza kwa watu wakuu, wao wamefikaje kwenye ukuu kwa kufanya nini. Vile ambavyo wamefanya ninaboresha kwa namna ya hatima yangu nafanya kwa Bwana. Ndivyo ninavyokuwa. Nadhani nimejifunza. Sitakujui kaka. Nimeelewa. Naweka kwa nadhiri. Na agano. Narudi kwenye neno ambalo nimesoma hapa. Nimesema hivi. Si sawa? Ni sawa? Nimesema hivi. Kutoa sadaka kipekee mbele za Mungu sawa na matarajio. Neno matarajio ni kitu apati. Kwamba mimi natarajia kuwa na ndoa ambayo itakuwa ni ya mfano na furaha, unaiwekea agano. Nataka kuwa na maisha ya matokeo kwenye kazi zangu ambayo yana mfano, unaweka agano. Nataka kuwa na watoto wasome, unaweka agano. Nataka kuwa na watoto watakao mtumikia Bwana, unaweka agano. Kwa sababu au sema Yakobo ni mjukuu wa Ibrahimu ambaye anakaa ndani ya agano la baba yake, lakini anapokuwa amegundua kwamba agano la baba sitaweza kulikaa, wala la baba yangu sitaweza kulikaa kama nisifanye mimi agano langu ndani ya agano la baba. Umenielewa mama? Soma ni ngumu, kalifundisha vizuri. Yakobo anagundua, jaribu kuwaza, anafika mahali analala, kumbe ni madhabahu. Anapokuwa amelala usiku anapata ndoto. Ndoto inamwambia mahali upalalapo ni mahali panapotisha na ni mahali patakatifu, nayo ni madhabahu yangu, na hapa kuna ngazi ina malaika wanapanda na kushuka. Ni sawa? Na akamwambia Mungu hivi, mahali hapo ulipo palala ni madhabahu ya baba zako. Mimi nitakubariki wewe. Na mahali hapo ulipo palala nitakurudisha tena uwe urithi wako. Alipoamka akasema hilo jambo siwezi kulifikia. Nataka hiyo agano ambalo nimelisikia nami niweke agano na wewe Mungu kwenye agano la baba zangu. Alipoinuka asubuhi akachukua mwamba akausimika. Akachukua mafuta akayamimina, akaanza kuzungumza. Ikiwa ninaenda wewe Mungu wa hii madhabahu utakuwa Mungu wangu, nitarudi nikutumikie. Jambo la kwanza. Jambo la pili, nitakuletea sehemu ya 10 ya mapato yangu yote. Namba 2, namba 3. Na hapo wewe ndipo utakapokuwa Mungu wangu. Wewe umeweka agano gani kwenye agano langu? Baba ana agano yeye apigwa na wachawi, yani yeye anaweza kuamua anawafokea tu. Wewe hauwafokei, na wafokea mimi. Sasa agano lako ni lipi ndani ya agano langu ili wachawi wasiwe na nguvu kwako? Kwa agano tumeweka pamoja na wewe. Ni sio.
Mbona niangalia vibaya wewe mama? Basi ibada imeisha, simama tuombe Mungu. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu, ninaachilia baraka kwa ajili ya watu hawa. Neema hii iwe juu yao kwa damu ya Yesu, na funua nuru ndani yao kwa jina la Yesu. Usimame, tunaweza kuomba. Kwa damu ya Yesu ninabariki watoto wako, kwa jina la Yesu nabariki kazi ya mikono yako kwa wiki. Simama tu niendelee kwamba kwa damu ya Yesu umefunguliwa, kwa damu ya Yesu umeinuliwa, kwa damu ya Yesu umefanikiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Damu ya mwana kondoo iendelee kunena, damu ya mwana kondoo iendelee kukufungua, damu ya mwana kondoo itende miujiza, damu ya mwana kondoo iachilie wema na msaada kwa jina la Yesu. Ninakuombea kiagano kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu akuingize katika agano lake, Mungu akuingize katika pendo lake, Mungu akuingize katika msaada wake. Ina mikono yako juu kwa jina la Yesu. Ninaomba alama ya msalaba itiwe juu ya mikono yako kwenye viganja, itiwe juu ya kipaji chako kwa jina la Yesu. Neema ya Kalvari leo iachiliwe kwa ajili yako kwa damu ya Yesu. Mungu wa utukufu, Mungu wa ushindi, Mungu wa uweza, Mungu wa amani, kwa jina la Yesu ninaomba Bwana uachilie neema yako juu ya watu wako kwa jina la Yesu Kristo. Ninawaombea baraka, nawaombea kibali, nawaombea mafanikio, kuinuliwa, kuongezeka, kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka neema, ninatamka utukufu, ninatamka ushindi, ninatamka kwa Yesu. Ile vita kubwa ambayo inafanyika juu yako leo naizimisha kwa jina la Yesu. Yeyote aliye kwenye njia yako ya hatima, yeyote aliye kwenye njia ya kusudi wako, yeyote aliye kwenye ugunduzi wa baraka zako za kifalme, leo ninamng'oa kwa jina la Yesu. Nang'oa kwa shetani, nang'oa wachawi, nang'oa mapepo, nang'oa majini, nang'oa mizimu kwa jina la Yesu. Roho za ukoo, roho za familia ambazo zimekushikilia, zinaondoa ndoto zako, unaota mandoto mbaya mbaya. Ikiwa ndani yako Mungu anaishi leo, kwa neema niliyopewa kwa jina la Yesu, ninakutamkia kwa jina la Yesu. Neema ya msalaba wa Bwana iwe juu yako. Mungu akutetee, Mungu akupigania kwa jina la Yesu. Mungu akuvusha kuishi kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaombea miguu yako kila mahali utakapokanyaga, niende na alama ya kubarikiwa. Kila mikono yako itakaposhika, niende na alama ya kushika, itafanikiwa. Chochote utakachokitia mkono wako, ninakibariki kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Israeli, wewe ndiye Mungu ambaye tunakuabudu mahali hapa. Ninakuinua kwa jina la Yesu. Wema wako na mkono wako na uzuri wako na utukufu wako ile juu ya watu wako kwa jina la Yesu. Aya, inua sauti yako sasa, umwambie Bwana, agano la madhabahu hii ni agano langu pia. Ninaanza kujiandaa kuingia agano na nyumba hii, naingia agano na madhabahu hii. Yeyote anayenionea leo kwa jina la Yesu naye ninaingia agano tena. Inua sauti yako, inua sauti yako, umwambie Bwana kwa muda mchache, kwa muda mchache. Rapashata, rekapashata, rakapazakate, rekapashata. Ninakupenda Bwana, wapeleke watu wako. Unakonipeleka Bwana, peleka watu wako kwa jina la Yesu. Rakapashata, repasakata, rapazakate, mandala mashata, rekapashata, rapazakate, mandala mashata, rakapashata, repashakata. Yale maagano yaliyowekwa kinyume chako, anza kuyavunja moja baada ya jingine. Kuna maagano yanaongea haitakaa kwenye wokovu, kuna maagano yanaongea haitakaa kwenye neema, kuna maagano yanaongea haitakaa kwenye ushindi, kuna maagano yanaongea ya kwamba wewe utakuwa mtu wa kuadhirika, kuna maagano yanaongea utaoa na ndoa itavunjika, kuna maagano yanaongea itaanza biashara na haitafika mbali, kuna maagano yanaongea ya kwamba utaanza kitu na kitashindwa kuisha. Hayo mwambie Bwana kwa sauti yako, mwambie Bwana kwa sauti yako kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, inua sauti yako, inua sauti yako, mwambie Bwana leo kwa damu ya Yesu, leo kwa damu ya Yesu Kristo Rapatarabashanda, rekeparabashakaterere, rapazakata, rapakatata. Mwagano yoyote yaliyowekwa juu yangu kuvunja madhabahu, agano nayotawana watu wa Bwana kwenye madhabahu, ile agano nalivunja. Nasimamisha agano la baba yangu, nasimamisha agano langu, Mungu wa uzima uliye hai, agano la makusanyo, agano la mavuno, leo nalirejesha tena kwa jina la Yesu. Wewe uliyenipa Mungu kukuponya watu, uliyenipa Bwana kukusanya watu kwa ajili yako, nikanunulie kila nafsi na kila watu wa kila kabila kwa ajili ya kazi yako. Leo kwa damu ya Yesu Kristo natangaza hiyo agano Bwana, walifungue tena kwenye madhabahu, wafungulie watu wako kwa jina la Yesu Kristo. Rakapashakatapa, repazababakata, rabazogobaba, rekezegobaba, rikazagababa, rakazagababa, rakazagababa.
Rababo, Reke Pakata Bashaka, Randeko na Makapa, Lepa Shakata, Leka Bashakata, Leka Agano, mwambie Bwana niwekea agano ambalo kiliangalia maisha yangu hayataharibikia. Hiyo agano kiliangalia familia yangu haitaharibikia. Hiyo agano kiliangalia ndoa yangu haitaharibikia. Hiyo agano kiliangalia huduma yangu haitaharibikia. Nazungumza na weza miungu wanaopambana kwenye ndege zako, wanaopambana kwenye maono yako, wanaopambana kwenye kazi yako. Leo kwa jina la Yesu, weka agano na Bwana asimame upande wako. Weka bashaba, weka shaba, weka zagaba, weka bazagaba, weka zagaba, weka zagaba, weka shaka makata, weka na makata na mande. Ihepe farakata, rapa sakate lebe, rapa sakata, rapa na makata, rapa keta, rapa zogebe, rapa na makata na mashaka. Kwa jina la Yesu hai, kwa jina la Yesu hai, Mungu wa milele, wewe niita, ukanipa huduma, ukanipa Bwana. Leo ninakuomba Bwana, usimamishe ukuta wa agano lako liwe imara, nitalifanya agano lako kuwa imara. Baba, unifanyia agano imara pamoja na madhabahu, unifanyia agano imara Bwana pamoja na huduma uliyonipa. Wewe niite Bwana uliyonipa nikiwa na lango, ninaomba agano imara. Mwone Bwana agano, weke imara agano lake na wewe kwa jina la Yesu. Reka bashaka, reka bashaka, reka paramakata, wipeseke kwenye makata. Leo tunapokuimba kwa jina la Yesu. Hawezi shika mahali popote pale. Hapa si mahali pake, hapa si mahali pake, hapa si mahali pake, na wala hatujaandaa chochote wewe aweze kuingia. Tumekuandalia Bwana makao juu ya agano lako umetokea kwa jina la Yesu. Yapata rekapa na mashaka reba sakata raba rendo kuna makapa reba sakata raba reba raba kakashipu reba sapiataya renda raba kapa na mashipu. Kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, Mungu wa maagano, Mungu ulindaye maagano, Mungu shikaye maagano, ninakuomba leo mahali tulipofikia kwenye neema ya funzo letu na ukombozi, wafungue kwa falme hatima yetu. Leo Bwana, huruma zako ziwe juu yetu na rehema zako ziwe juu yetu na fadhili zako ziwe juu yetu. Wanaotulinda kutuharibia hawatafanikiwa kwa jina la Yesu. Ninakuomba mfalme amani kwa damu ya Yesu Kristo. Yakapa rekipakataraba shandaraba reparabakata repamashakata reparabasaka repaparababa repazakaparaba repashakaparaba rebusekenamakapa. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, ninakuomba Bwana Yesu mfalme wa utukufu ni wewe Bwana. Ninakuomba Mungu wa uzima, nakuomba Mungu wa baraka, achilia neema yako, achilia uweza wako, achilia msaada wako, achilia amani yako kwa jina la Yesu. Baba tukuombea amani kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe ni mwaminifu, wewe Mungu mkuu, kwa jina la Yesu. Simama kila mmoja, simama kila mmoja. Ina mikono yako juu, ina mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, naomba neema ya unishikie maagano, unishikie maagano, na unilindie maagano yaliyowekwa na wewe juu ya maisha yangu, kwa jina la Yesu. Kila agano lililowekwa kinyume na agano lako juu ya maisha yangu, hilo agano ninalivunja majira haya, nalivunja sahi kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Wewe umetoka sana kweli. Katoto katakuwa kazeni. Weka karishe hivi. Naomba kama sadaka yako mtolee Mungu wetu.